Na mtazamaji, ni katika habari za kisiasa, mwanadada Mange ameweza kutoboa siri Chadema wafunguliwa kesi mahakamani. Mambo yazidi kuwa magumu, lakini pia kwa upande wa Tundu Antipas Lissu pia mambo bado ni magumu. Ile imekaje kuna habari za siasa nchini Tanzania? Karibu sana. Mimi ni Official Rose D. Hii ni Biomedia. Tunaanza kwamba aliyewahi kuwa kada na kiongozi pia wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema upande wa Zanzibar, bwana Habib Ali Hamisi, yeye ameeleza kuridhishwa na hatua ya kufunguliwa kwa kesi mahakamani ambayo inahusu mgawanyo wa mali za chama hicho, akisema kuwa hatua hiyo inaweza kusaidia wanachama wa Zanzibar kupata haki ambayo inastahili. Habibu alisema kwamba kesi hiyo ni fursa muhimu ya kuhakikisha mgawanyo wa mali unafanyika kwa uwazi na usawa, ikizingatiwa historia ya uhusiano wa wanachama wa Zanzibar na chama hicho. Akizungumza kuhusu kesi hiyo, bwana Habibu alisema kuwa viongozi wa chama wanapaswa kukaa pamoja na kufanya tathmini ya kina ya mali za chama hicho ili kubaini ni nani ambaye anayestahili ama anayestahili kulingana na miongozo na maadili ya Chadema. Alibainisha pia kuwa kipindi cha nyuma uongozi wa chama ulikuwa ukisikiliza maoni ya wanachama kutoka Zanzibar, ambapo wanachama walishirikishwa katika maamuzi muhimu. Na hata hivyo iliongeza kuwa hali hiyo imepungua baada ya uchaguzi uliopita, jambo ambalo limeacha hisia za kutoridhishwa kwa baadhi ya wanachama kutoka Zanzibar. Na katika nukuu anasema, katika kipindi cha nyuma tulikuwa tunashirikishwa katika maamuzi ya chama, maoni yote yalikuwa yakizingatiwa na malalamiko yetu yalikuwa pia yakisikilizwa. Lakini baada ya uchaguzi hata mazungumzo madogo kuhusu malalamiko yetu hayapo tena. Aliweza kunukuliwa Habib akizungumza. Alisema pia kuwa kufunguliwa kwa kesi ni hatua nzuri ya kurekebisha hali hiyo na kuhakikisha kila upande unapata haki yake kikamilifu. Kesi hiyo yenye namba 18323 ya mwaka 2025 imefunguliwa mahakamani na makamu mwenyekiti mstaafu wa Chadema Said Isa Mohamed pamoja na wajumbe wawili wa bodi ya wadhamini wa chama hicho kutoka Zanzibar, ambaye ni Ahmed Rashid Hamis pamoja na Maulida Anakom. Kesi pia inahusu mgawanyo wa mali za chama binafsi, jambo ambalo limeibua mjadala mkubwa miongoni mwa wanachama na viongozi wa chama cha Chadema. Lakini pia kesi hiyo imetajwa kuwa ni muhimu katika kuhakikisha uwazi katika mgawanyo wa mali, kwa kuzingatia kwamba baadhi ya wanachama wa Zanzibar walihisi hawashirikishwi kikamilifu katika maamuzi ya chama, hususan pale ambapo mali za chama binafsi zinagawanywa au kusimamiwa. Habibu aliongeza kuwa kwa kuanzishwa kwa kesi hiyo kuna matumaini kuwa malalamiko ya wanachama yanazingatiwa na suluhisho linapatikana kwa uwazi na kwa mujibu wa taratibu za chama. Mjadala huu, mtazamaji, unaonyesha changamoto zilizopo kati ya vyama vya siasa, hususan pale ambapo mgawanyo wa mali za chama unahusisha na wanachama kutoka maeneo mbalimbali. Uanzishwaji wa kesi hii ni fursa ya kujenga mfumo wa uwazi na usawa ambao unawawezesha wanachama wote bila kujali wapi wanatoka kushiriki katika utawala na masuala ya mali za chama. Hii pia ni nafasi ya kuimarisha imani ya wanachama kwa haki yao inatambuliwa na kuthaminiwa. Habibu aliongeza kuwa lengo la kesi hiyo si kupinga uongozi, bali kuhakikisha haki inapatikana kwa wale ambao walikuwa wanahisi hawashirikishwi na kuleta mfumo mzuri wa uwazi wa mgawanyo wa mali. Aidha, hatua hiyo inaweza kuwa mfano kwa vyama vingine vya siasa katika kushughulikia migogoro ya mali na uwajibikaji wa viongozi kwa wanachama. Lakini kwa upande mwingine, mtazamaji, kesi hii pia inabainisha umuhimu wa mazungumzo na ushirikiano miongoni mwa wanachama na viongozi wa vyama vya siasa ambao unahusiana na kesi hiyo. Na wanasema hatua ya kufungua shauri ni chachu ya kurekebisha historia na kuhakikisha mgawanyo wa mali unafanyika kwa mujibu wa sheria na maadili ya chama cha Chadema. Na ni tamati katika simulizi ya habari za kisiasa. Mtazamaji, ukiwa na maoni yako moja kwa moja utayaandika, tutayapitia wakati mwingine.